wengi wetu wameshindwa kufikia. Ni sisi tunaweka rekodi ya mwaka 2025 kwa kuweza kushuhudia mwezi mtukufu na kushiriki katika funga, lakini pia katika maombi mbalimbali na kuweza kuombea mambo mbalimbali ambayo yanatusibu katika maisha yetu ya kila siku. La pili, nimekusaidi kumshukuru sana mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ESA kwa wazo nzuri ambalo amelipata yeye pamoja na kamati yake yote ya kampuni kuamua kufanya tendo hili ambalo linafanyika siku ya leo, kuweza kushirikisha waumini pamoja na sisi walipa katika siku hii. Nashukuru sana. Ameongea hapa shehe wetu Mswabu pia amesema tendo ulifanya tafsiri nini kiimani, na imani kubwa kwa yale yaliyozungumzwa na shehe kwa maana ya imani, basi mtakuwa mmeyapokea. Mwenyezi Mungu azidi kuwazidishia kwa ile ambalo tunaweza kulifanya. Tatu, tunashukuru wote tulioko ndani ya ukumbi huu. Mngeweza kuamua kuturu mkiwa mlipo, lakini mmeweza kushiriki na sisi. Nashukuru sana. Lakini sasa ndio utamaduni na tabia ya watu wa Bukombe, kuishi pamoja, kushirikiana, kufanya mambo yao kwa pamoja. Ndio sababu baada ya wito huu kutolewa katika ukumbi huu, hakuna aliangalia itikadi ya kidini. Mchungaji wao humu, mapadri wako humu, kwa sababu tumejenga utamaduni huo wa kuishi pamoja. Niwaombe wote, sote tulioko humu ndani, kwa maana kila mmoja kwa imani yake, tuendelee sana kuiombea nchi yetu, na hasa kipindi hiki. Tunaamini kipindi hiki na mwezi huu, sala zetu na dua zetu zina nguvu na zisika zaidi. Tumie fursa hii kuiombea nchi yetu iweze kuendelea kuwa na amani na utulivu. Sisi huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunajua kuwa na uchaguzi mwezi Oktoba, na wote mnafahamu katika masuala ya kisiasa ikiwa wakati wa uchaguzi. Tuzidi kuombea nchi hii, twende kwenye uchaguzi, tukashindane majukwaani katika mawazo na itikadi, lakini mwisho wa siku tubaki kuwa kitu kimoja kwenye kuunda serikali na kusoma nchi yetu inakwenda inaendelea kupiga hatua na shughuli za maendeleo. Naomba sana hii kama waumini wote wa madhehebu huko ndani tulichukue na tulifanyie kazi. Lakini tuendelee kuiombea sana wilaya yetu ya Bukombe uweze kuwa tulivu na yenye amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kumsahau mkurugenzi wa ESA ambaye ndiyo yeye ndiye amekuwa sababu kutualika katika iftari hii. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie kheri na baraka, na Allah aidumishe kampuni hii na amfanyie pesi katika shughuli zake, na ikiwezekana Mwenyezi Mungu aipandishe iweze kukua zaidi na zaidi. Ndugu zangu, kutokana na muda mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmelazimishwa kufunga kama alivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili muwe wacha Mungu. Kwa hiyo jambo hili la saumu au kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni jambo kubwa na ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Ni maana nguzo za Uislamu ziko 5, lakini katika nguzo hizo 5 miongoni mwazo ni saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, jambo hili ni swala la kiibada ambalo ndugu yetu mkurugenzi pamoja na safu yake wameona kwamba tualike katika shughuli hii. Kweli tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kila la kheri. Lakini tumalizie kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anasema hadithi ambayo inapokewa na Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu juu yake, man fattara sa'im, yeyote ambaye atakayemfuturisha mtu mwenye kufunga, kana lahu mithlu ajrihi ghairi an yanqusu min ajri sa'im shay'a, atapata ujira wa yule ambaye mfuturisha, ujira ambao angeweza kupata, basi na yeye yule aliyemfuturisha naye anapata ujira, na pasina kupunguza walau kidogo. Kwa hiyo anapata malipo mtu yote ambaye atakayemfuturisha mwenye kufunga, anapata zile thawabu ambazo anazipata yule ambaye amefunga, basi na yeye anapata fadhila hizo. Kwa hiyo jambo hili mkurugenzi uliolifanya ni jambo kubwa na ni jambo lenye thawabu na malipo makubwa. Hadithi imepokelewa na Ahmad na Nasai. Ni hadithi ambayo Albani amesema ni hadithi sahihi. Awali ya yote napenda kushukuru sana kwa mwitikio wenu mlioonyesha. Kwa mimi naweza nikasema Bukombe ni sehemu sahihi ambayo ESAP tumeweza kuwekeza, kwa sababu ushirikiano ambao tunaupata kutoka Bukombe ni ushirikiano mkubwa sana ambao unatuwezesha sisi kuendelea kukua kadri miaka inavyoenda. Ukiangalia kampuni ya ESAP ilianza kufanya uwekezaji katika wilaya ya Bukombe mwaka 2022. Kwa hiyo katika hii miaka mitatu, na kizuri zaidi tunaelekea kutimiza miaka mitatu. Mnamo tarehe 17 mwezi huu tunakamilisha miaka mitatu kamili tangu kampuni yetu ianzishwe. Lakini katika kipindi chote ambacho tumeweza kufanya shughuli zetu katika wilaya ya Bukombe, tumepata ushirikiano mkubwa sana kutoka katika taasisi zote za wilaya hii. Kila ambapo tulikuwa na jambo letu tumeweza kupata ushirikiano ili kuweza kufanikisha hilo jambo. Kwa hiyo kwa uchache napenda kutoa shukrani sana katika hii wilaya ya Bukombe, na ESAP kama ESAP kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi hatujutii kuja kuwekeza katika hii wilaya. Cha msingi zaidi, naomba kuendelea kupatia ushirikiano, na sisi tutaendelea kufanya kila ambalo tunaloweza kuweza kushirikiana na nyie katika jambo lolote lile ambalo linatokea katika hii wilaya. Sio kwamba mmekuja hapa kwamba hamna uwezo wa kuweza kuandaa iftari huko kwenu, mnao uwezo huo, lakini kwa kuona umuhimu wetu na kuweza kutupa sapoti sisi, mmeweza kujumuika na sisi katika hii hafla ya iftari. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru sana kwa kuitikia huu wito, na Mwenyezi Mungu ndio ambaye anaweza akawalipa, na nawaombea Mwenyezi Mungu awalipe kwa nia ambayo umeonyesha na kwa kutimiza ile lengo la kuweza kushiriki iftari na sisi.